tu, lakini naomba maneno yatoke kwako. Naomba katika Kristo na atakuamini. Amen. Wapendwa, nipende kuwashukuru walimu waliokwisha kutangulia, mwalimu wa afya, mwalimu wa kipindi cha familia, lakini pia mwalimu wa kipindi cha Biblia ameweza kutuletea ujumbe wa kipekee unaohusu ubatizo na ameweza kuupanua kiundani zaidi. Sasa kilichobaki ni mimi na wewe tuweze kuchagua tufate lipi, lakini nawasihi tuweze kufuata maandiko yanasema vipi. Jioni ya leo niruhusu niweze kuleta somo la pekee ambalo labda haujawahi lisikia. Mwalimu, kitabu ni Warumi 16 aya 16. Warumi 16 aya 16. Warumi 16 aya 16. 16. Nasema salimianeni kwa busu takatifu. Salimianeni kwa busu takatifu. Makanisa yote ya Kristo na makanisa yote ya Kristo ya wasalimu. Jioni ya leo karibu katika somo lenye mada inayosema busu la uzima wa milele. Ndani ya uso ulimwengu watu wamekwisha kuamini kwamba eti busu ni ya wale ambao wanataka kuwaona kama jinsi mwalimu wa familia alivyokuwa anafunza hapa. Na nipende bado kuchukua wakati huu, wakati tunaendelea na masomo haya, niseme kwamba program zote hata kule chini za matibabu ziweze kukoma, watu waje wasikilize neno la Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanafanya matibabu kule chini, ninaomba program ya matibabu ishe na wagonjwa pamoja na madaktari waje tuweze kusikiza somo la kipekee jioni ya leo. Busu lenye uzima wa milele. Mara nyingi unaposikia busu, mara nyingi kama ni vijana ama watu wengine wakisikia busu watasema kwamba mbona busu? Hivi kweli kuna busu ambalo lenye uzima wa milele? Ninaomba mtu aende pale chini aweze kufunga zile program za afya kule chini. Wagonjwa wote pamoja na daktari wote waje hapa. Mbona busu lenye uzima? Mbona busu? Maana mara nyingi busu huwa unakuta ni la wanafamilia. Lakini pia busu unakuta kwamba huwa halidumu sana hata katika familia. Lakini busu hili la leo ama nataka kuzungumzia ni busu la aina yake. Maana ni busu ambalo lina uzima wa milele. Ni busu ambalo halihusiani na maisha ya mwanadamu kwa mwanadamu. Maana busu hili ambalo nazungumzia, nini maana ya busu? Kwa lugha ya kibinadamu, busu ni kugusana kimwili ama kubadilishana mate ama kushiriki mapenzi. Hiyo ni kwa kibinadamu. Lakini leo nataka niweze kuwaletea busu la kipekee ambalo halimuhusu mwanadamu yoyote, linamhusu Mungu akitaka kumuokoa mwanadamu. Yaani hili busu la Mwenyezi Mungu linauletea ulimwengu mzima wokovu, na si wokovu tu, bali ni uzima wa milele ambao hautatoweka tena ndani ya uso ulimwengu. Katika lugha ya kiroho, busu ina ishara ya upendo wa pamoja na umoja katika waumini, si kimapenzi. Yaani busu ni zaidi ya kugusana kimwili. Halo? Sijui kama tunapatana. Kumbe hili busu ambalo tunaliongelea lenye uzima wa milele ni busu zaidi ya nini? Ya kugusana kimwili. Lakini pia busu linaweza kuwa na maana mbili. Maana ya kwanza itaonyesha ushirikiano. Lakini pia kwa upande ule mwingine, busu itaashiria usaliti. Ni kama tunapatana. Kwa hiyo si kila busu ni lenye uzima wa milele. Busu la mwanadamu laweza kuwa
linaweza kuwa ni busu tu, lakini ndani yake lina usaliti fulani. Napenda kushukuru mwalimu wa afya wa kipindi cha familia, ameweza kulizungumzia hivi, na ameweza kuzungumza kiundani zaidi. Yaani kana kwamba ikiwa busu ni busu na ni la familia, leo hii mbona kipindi cha Kaya na Familia kinafundishwa ndani ya makanisa? Ni kwa sababu hilo busu si busu halisia. Kuna uwezekano hilo busu unalolipata si la uhalisia, lakini jioni ya leo kubali uweze kupata busu lililo na uhalisia. Sikiliza wapendwa, busu ni zaidi ya salamu, kwa sababu busu ni ishara ya upatanisho kwa jamaa walioachana. Utasoma kile kitabu cha Mwanzo 29 aya ya 11 kwa wakati wako na 13, lakini pia kile kitabu cha Mwanzo 33 aya ya 4. Busu la kiroho ama busu la Mungu ni onyesho la heshima na heshima. Mwanzo 48 aya 10 kwa wakati wako utasoma. Lakini pia kile kitabu cha Kutoka 4 aya 27 na Kutoka 18 aya 7. Busu hili lenye uzima wa milele ni ishara ya utii na urafiki pamoja na Kristo. Halo? Hili busu lenye uzima wa milele ni ishara ya utii na urafiki pamoja na Kristo. Hamjanipata? Sikiliza wapendwa. Busu lenye uzima ni ishara ya utii na urafiki pamoja na Kristo. Naomba Mungu awabariki muweze kunipata. Na hili busu halina maana ya kimapenzi. Hili busu lina ushirika wa ndani ya kanisa, si busu la pale nyumbani. Kwa hiyo jioni ya leo wapendwa, ruhusu tuweze kuliangalia hili busu lenye uzima wa milele. Mbona liweze kuwa na uzima wa milele? Ni kwa sababu busu hili linafaa ulimwengu mzima. Na hili busu halihusiani na vitabu vya historia, linahusiana na kitabu kitakatifu ambacho ni Biblia, ambayo imeandikwa kwa njia ya kitaalamu zaidi. Yaani katika Agano Jipya limeandikwa katika vitabu 27, lakini pia katika Agano la Kale vitabu 39, sawasawa na vitabu 66. Yaani Biblia yote inazungumzia hili busu lenye uzima wa milele. Sijui linakaa lakini pia katika maandishi yake pia tunalisoma na tunalielewa, ikiwa na maana kwamba Mungu yeye peke yake ndiye mwasisi wa kubusu ndani ya uso wa ulimwengu. Halo? Kwa hiyo hilo busu ambalo tunadhani kwamba sisi ndio waanzilishi, mwanzilishi wa busu ambalo lilikuwa busu la kweli, Mungu mwenyewe ndiye alikuwa mwasisi. Na anapokuwa mwasisi wa kwanza, hakuweza kuchukulia hilo busu kama tunavyolichukulia. Yeye analichukulia kwa upande mwingine. Msomaji, Zaburi aya 85 aya 10. Zaburi 85 aya 10. 85 aya ya 10 inasema fadhili na kweli zimekutana. Fadhili na kweli zimekutana. Haki na amani zimehusiana. Na haki na amani zimehusiana. Sikiliza wapendwa. Mungu akiwa ndiye mwasisi wa kubusu, yeye aliashiria kwamba haki na nini? Na kweli zimefanya namna gani? Zimehusiana. Yaani kana kwamba kama vile mwanaume na mwanamke wanavyohusiana, haki zimefanya namna gani? Zimehusiana ili uweze kuonekana upendo wa Kristo kwa habari ya uzima wa milele. Angalia wapendwa, kile kitabu chetu ambacho ni fungu kuu kimegawanyika katika sehemu mbili muhimu. Nataka muweze kunielewa sasa kwa design hii. Naomba usome kile kitabu cha Yohana Injili 17 aya 3, ili niweze kuclarify haya mambo, tuweze kuona hili busu lenye uzima wa milele linahusu nini, na linapozungumziwa
nini maana yake na lina umuhimu gani katika uzima wa milele wa mwanadamu. 17:3 kitabu cha Yohana Injili 17:3 inasema, aha, na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu, kuna koma pale. Alafu wakujue wewe Mungu wa kweli, Mungu wa pekee na nini? Wa kweli. Iko koma pale. Sasa angalia, sehemu ya kwanza inamzungumzia Mungu aweze kujulikana na uwezo wake, na sehemu ya pili inapokuja inasema kwamba na Yesu Kristo uliyemtuma. Yaani kumbe hili busu lenye uzima wa milele linahusu nafsi mbili, linahusu Utatu Mtakatifu, linahusu kwamba tumjie kwanza Mungu ambaye ndiye wa kweli. Hakuna mtu mwingine aliye ukweli kama Mungu. Maana tukimjua Mungu tutapata nafasi ya kumjua Kristo. Lakini pia ukimjua Kristo utapata nafasi ya kumjua nani? Hautanielewa msomaji. Kitabu ni Yohana Injili 8 aya 14. Yohana Injili 8 aya 14. Aya 18 inasema. 14 inasema. Samahani mweli, Yohana Injili 8:14. 14 inasema. Yesu akajibu. Yesu anapozungumzia habari hii anajibu akisema, akasema, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli. Shika breki pale. Kwa hiyo ushuhuda wa Yesu Kristo ndio kweli, na yeye mwenyewe ndiye anayejishuhudia. Yaani kwa njia nyingine yeye mwenyewe ndiye anayejihubiri. Nenda 18 inasema, mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka anafanya namna gani? Anamshuhudia. Sikiliza, kumbe husu hili lenye uzima wa milele inahusu watu wangapi? Wawili, Mungu na Mungu Mwana, kitu kimoja, wote wana ujumbe mmoja, Yesu Kristo. Yesu anajishuhudia na Mungu naye anajishuhudia. Sikiliza wapendwa, maana ya kuhusiana ama maana ya kubusiana ilihusu kuhusiana. Yaani busu linahusu mahusiano. Kwa Kiebrania utasikia ukisema kwamba neno na shak ni sawasawa na kuhusiana, ikiwa na maana kwamba kuleta uwiano, kuleta upatanisho. Lakini hili jambo linapotumika, neno kubusu linapotumika katika jamii ya leo linatumika vibaya. Lakini kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu, moja, maana ya kubusiana ni kuafikiana kwa ajili ya amani, si ya ile ya Judas. Lakini namba 2, kuna uhusiano kusalimiana katika kutakiana heri ya afya. Lakini pia kunahusu muhuri wa uaminifu, ile swala, kile kitendo cha kusema kwamba ndiyo nimekubali. Kinahusu muhuri wa uaminifu katika mke wako. Mwalimu wa family futaniruhusu leo niweze kutembea pamoja na wewe. Kinahusu muhuri wa uaminifu. Unaposema kwamba ndiyo nimekubali, umekubali kupokea muhuri wa uaminifu. Utamwamini mme wako, utamwamini mke wako. Lakini pia nambari 4, neno kubusu ilihusu kutoa uhai, kuweka kwa yule mnayebusiana. Sikiliza wapendwa, mwalimu wa family life ameleta jambo fulani hapa, kama nilisikia vizuri, ametufundisha tangu jana kwamba huyu ni mtu kuja mama baba ataacha baba yake na mama
yake, lakini pia binti naye atasahau wa kwao, nao watakuwa kitu. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba wewe mama umetoa uhai wako kwa ajili ya mume wako, vivyo hivyo mume wako ametoa uhai wake juu yako wewe mama. Yaani tafsiri yake Paulo anapoandika katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kwa wakati wako utakisoma, yule ambaye ni mwanafamilia, nilipokuwa namsikiza mwalimu akanukuu hiki kitabu nikiwa kwa mbali tu, Wakorinto wa kwanza 7 aya 3, 4, 5, 6, 7, kuna ujumbe wa kipekee pale. Hiyo ndiyo maana ya kubusiana. Maana halisi hii ya kubusiana kwa mara ya kwanza inafanyika wapi? Yaani ni hali ya kubusiana, ni kutoa uhai wako, ni kutoa uhai wako ili uweze kumpa yule umpendaye. Unaposoma kile kitabu cha Mwanzo 2 aya 7, busu la kwanza ndani ya uso ulimwengu, Mungu mwenyewe akiwa ni muasisi, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Mwanadamu anatengenezwa kwa njia ya matope, na baada ya kutengenezwa kwa njia ya matope, Mungu mwenyewe anatoa uhusiano wake, anampa huyo mwanadamu, akijua kwamba amempa busu la kipekee, mwanadamu asiweze kuona tena shida za ulimwengu huu. Lakini hata baada ya mwanadamu kuasi, Mungu akampa busu la kipekee kwamba mwanadamu aweze kupata uzima wa milele. Wanaivona, sijui kama mnanipata. Sikiliza. Maana halisia ya busu ni kitendo cha kumpa mtu uhai ili aweze kuishi. Na hili busu ambalo tunalizungumzia ni busu lenye nini? Uzima wa. Kwa hiyo hili busu leo hii mimi na wewe tuko hapa kwa sababu ya hilo busu. Maana Mungu anakusudia kwamba tuweze kuwa na uhusiano pamoja naye. Si uhusiano wa kimapenzi, uhusiano wa uzima wa milele. Maana ndiyo ajenda yake. Msomaji, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4 aya 44 na ile aya 45. Lakini pia msomaji mwingine aweza kufungua kitabu cha Zaburi 19:9 hadi ile aya 10. Tuweze kuwa wepesi sababu naona muda hapo umekimbia na program ni nyingi baada ya Kumbukumbu la Torati 4 aya 44 na 45. 44 inasema na Torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii. Haya ndiyo mashuhudizo na amri na hukumu Musa alipoziwaambia wana wa Israeli walipotoka Misri ng'ambo ya Yordani. Nafika 45. Naam. 46. Sikiliza wapendo. Kwa hiyo hili busu lilihusiana mahusiano ambayo Mungu aliweza kuyasimika kwa wana wa Israeli, ambao tuliweza kuona sabato iliyopita, hubiri la Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Na hili busu lilihusu mambo 7 muhimu. Lilihusu sheria, lilihusu amri, lilihusu maagizo, lilihusu ushuhuda, lilihusu kicho, kilihusu mahusiano, lakini pia iliweza kuhusu hukumu ambayo tuliweza kuiona siku ya jana hapa. Kwa hiyo busu hili lenye uzima wa milele limejengeka katika mambo 7 muhimu: sheria, amri, maagizo, ushuhuda, kicho, mahusiano na hukumu. Lakini Zaburi naye anapoandika anazungumza nini? 19 aya 7 hadi ile aya 10. Inasema ya kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu. Sheria ya Mwenyezi Mungu ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Yaani sheria ya Mungu si ya kutesa nafsi, inaburudisha nafsi. Halo? Kumbe sheria ya Mwenyezi Mungu haitesi nafsi, badala yake inaburudisha nafsi. Ikiwa na maana kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu ndio busu la pekee ambalo anampa mwana wake, na baada mwana wake kulipokea ile busu la pekee analeta ndani ya uso ulimwengu, akiwa na maana kwamba yoyote atakayeweza kumwamini asipotee, bali aupate uzima wa nini?
wa milele. Alimalizia fungu, ushuhuda wa Bwana ni amini, na ushuhuda wake ndiyo amini. kumtia mjinga hekima. Ushuhuda wa Bwana unamtia mjinga hekima. Maana posoma kile kitabu cha Timotheo ni wa kwanza, ni wa pili 3:16. Kila neno lenye pumzi limewekwa pale kwa sababu ya kufanya namna gani? Kutoa maonyo na kurekebisha. Kwa hiyo sheria hizi inamtia mtu aliye mpumbavu apate kuona, apate kufungua macho yake, auone uzima wa milele ndani ya maisha yake. Maagizo ya Bwana ni ushuhuda wa Bwana ni amini, umtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili. Maagizo ya Bwana ni adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Sikiliza wapendwa, kwa hiyo hili busu hawezi ukalipokea hili busu kama hauna sheria ndani yako, haushiki amri, haushiki maagizo, hauna ushuhuda wa Yesu Kristo, maana kwamba roho ya unabii ikiwa haiko ndani yako, hauna mausia mazuri, hauangalii habari za hukumu, ile busu halikuhusu, maana wewe utaangamia. Lakini yoyote atakayeshika amri za Mwenyezi Mungu atalipokea hili busu la uzima wa milele. Sikiliza wapendwa, yapo juu ya Torati. Kwa wakati wako naomba usome kile kitabu cha Zaburi 119:103 na ile aya ya 104. Lakini msomaji, kitabu cha Mambo ya Walawi 26 aya 46. Nini ambacho Mungu aliweza kukifanya ili tuweze kulielewa hili busu lenye uzima? Ni kitu gani ambacho Mungu aliweza kukifanya? 46 inasema hizi ni amri na hukumu na sheria. Bwana alizozifanya kati ya yeye na hao wana wa Israeli katika huo mlima wa Sinai, katika ule mlima wa Sinai, kwa mkono wa Musa. Sikiliza wapendwa, kwa hiyo hili busu lenye uzima halihusu jambo lingine. Ili uweze kulielewa, fuatilia katika vitabu cha Mwanzo, Kutoka, Walawi, Kumbukumbu, Hesabu, na pia vile vile vitabu vya Injili, uweze kulielewa hilo busu. Maana kitabu cha Yohana Injili 1:17 kina ujumbe mkuu pale. Kumbuka hili busu linahusu mwana na Yesu Kristo. Tumjue kwanza Mungu. Baada ya kumjua Mungu, tumuone Kristo, na baada ya kumjua Kristo, naye anatuletea busu lake la uzima wa milele. Mtu yoyote atakayepata hili busu, si busu la mahusiano, sio busu la kimapenzi, ni busu la kiroho, atapata neema ya kupata uzima wa milele. Naomba usomee kitabu hichi. Yohana Injili 1 aya 17. 17 inasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Kwa kuwa Torati imetolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Neema na kweli zimekuja kwa mkono wa nani? Yesu Kristo. Yaani kana kwamba haitoshi, bado mtu nazidi kusema kwamba eti ilishia msalabani. Sikiliza. Neema, sheria za Musa, hebu rudie fungu msomaji. Inasema ya kwamba, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Torati imekuja kwa mkono wa Musa kupitia sauti ya Mungu mwenyewe. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Na neema zimekuja kwa ukweli wa Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo, maagizo, sheria na neema ndicho chanzo cha kuleta busu lenye uzima wa nini? Yaani unapoikubali sheria, ukikubali sheria
neema ya Mungu ipo pamoja na wewe. Na neema ya Mungu inapokuwa pamoja na wewe, kana kwamba unielewi bado, kinachofanyika ni kwamba unapata utakaso. Maana tumepata msamaha wa dhambi kupitia nani? Neema ya nani? Ya Yesu Kristo. Hii inakujaje? Mwalimu, mbona kitu inanisukuma usome kitabu kingine? Kitabu cha Yohana Injili 1:14. Naomba msomaji uweze kunielewa. Neema ya kweli imekuja kwa Kristo, na sheria zimekuja kwa kupitia Musa, kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe aliposimama pale katika mlima Sayuni wa Sinai, mlima ukatetemeka, mawe yakatetemeka, moto na waka moshi mwingi, lakini bado Waisraeli wakasema kwamba imetosha. Musa, tuomba utuondolee huyo mtu asituhubiri. Na baada ya Musa kusema hivyo, Musa akamwambia kwamba haya ndiyo maagizo ya Mwenyezi Mungu, fanya 1, 2, 3. Yesu anapokuja anasema kwamba imetosha, si kuja kuzitengua sheria, nimekuja kuzitimiliza, lakini pamoja na hayo nimewaletea neema, maana mimi ndiye niliyejaa neema. Soma Yohana Injili 1:14. Inasema, naye neno alifanyika mwili, neno akafanyika kuwa mwili, akakaa kwetu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, kama wa mwana pekee atokaye kwa nani? Kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Yeye ndiye aliyejaa neema na nini? Na kweli. Na hiyo kweli ndiyo inatuweka mimi na wewe kuwa nini? Huru. Nini maana ya kuwa huru? Tumeokolewa kwa neema kupitia ukweli, ambao kweli ni neno la Mungu yeye mwenyewe. Na neno la Mungu linapokuja lina mambo mawili. Jambo la kwanza, utapokea laana, lakini jambo la pili, unaopata uzima wa milele. Sijui kama tunapatana. Yoyote anayekataa neno la Mwenyezi Mungu, yeye amejiandaa kukataa uzima wa milele, amejiandaa kupotea. Lakini yoyote anayekiri kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yake, anakuwa kweli ndani ya Kristo. Na neema inapokuja kwa njia ya msalaba, yeye anaopata uzima wa milele. Unaposoma kile kitabu cha Nehemia 9:3-13 na ile aya 14, kuna ujumbe huko pale wa kipekee. Sikiliza wapendwa, Ezra na Nehemia wanapokutana ujumbe huu wa busu la uzima wa milele, walikuwa na haya kutueleza. Nehemia 9:3 inasema, basi wakasimama mahala pao, wakasoma katika kitabu cha Torati ya Bwana, Mungu wao, muda wa robo ya usiku, na robo nyingineo wakaungama wakamwabudu Bwana. 13 inasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai, ukasema nao toka mbinguni, ukawapa hukumu za haki, na sheria za kweli, na amri nzuri na zenye maagizo. 14 ukawajulisha sabato yako takatifu, ukawajulisha juu ya habari ya sabato yako takatifu, na kuagiza maagizo